Mtazamaji wa Ngale Sports, karibu sana tujadili kile ambacho kinaendelea katika dirisha hili la usajili. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na nyota wenyewe wanamuita poster boy Allan Okello. Nyota huyu raia wa Uganda, kijana ambaye anatajwa sana kujiunga na klabu ya Yanga. Hapo awali alihusishwa Simba na Yanga, lakini kwa sasa Yanga ndio imeonekana kuwa mguu wa mbele kabisa, kwamba rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi ameshaenda Uganda, ameshaitimba katika klabu pale ya Vipers, wamezungumza na wameshamsajili. Mara rais wa Vipers anajuta kwa nini amekubali Okello jiunge na Yanga, kwa sababu mara baada tu Engineer kuondoka kuna ofa mbili kubwa zilikuja zaidi ya Yanga na vitu vingine, lakini hayo yote ni ya kumhusu nyota huyu raia wa Uganda Allan Okello. Sasa Ngale Sports leo tunamwangalia Allan Okello ni nani, lakini pia Allan Okello ni nyota wa namna gani? Ni nyota wa namna gani, anakwenda kuongeza nini kwenye kosta Yanga? Yafahamu yale ambayo yafahamu au yajui kuhusiana na Allan Okello ambaye ni nyota ambaye anazungumzwa sana kwenye ardhi ya Tanzania kwa sasa. Ni nyota ambaye ana miaka 25, zao hili la mwaka 2000, ana miaka 25, amezaliwa kule kule Uganda. Ni kiungo mshambuliaji, kwa maana anacheza katika eneo la kushambulia. Amepita katika timu mbalimbali ikiwemo KCCA, Paradu ya Algeria, kaudi na KCCA, kaenda Vipers, na pia ametumikia zile timu za vijana za Uganda. Uganda under 17, under 20 ni moja timu ambazo amezitumikia kwa ubora mkubwa sana. Hapa tunamzungumzia Okello ambaye ni zao la FUFA ama la nchi ya Uganda, kwenye kile kipindi ambacho walianzisha program za kukuza vijana kwa ajili ya kutengeneza mazingira, kuwatoa nje mpaka ya Uganda wakiwa na umri mdogo, ili waje kulisaidia taifa lao, kwa sababu Uganda changamoto yao kubwa walionayo mpaka sasa ni changamoto ya miundombinu, lakini pia changamoto ya kiuchumi kwa hizi klabu zao kuweza kushindana kwenye michuano mikubwa ama na timu kubwa sokoni. Hapa nazungumzia timu zile ambazo shiriki labda ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kutoa wale nyota, kutafuta hizo connection. Kwa hiyo wakaona bora waanzishe michuano ambayo ilikuwa inadhaminiwa na Airtel kwa kipindi hicho, na ambayo ilizalisha nyota wengi sana, wachezaji wengi sana ambao walikuwa wazuri. Katika kundi lao alikuwepo Allan Okello ambao alifanya vizuri, alikuwepo Bright Anukani alifanya vizuri, kina Sadati Anaku, au wote walifanya vizuri, na baadaye wakaja nyota wengi ambao tulikuwa tunawashuhudia wakiwa wanafanya vizuri kwenye kizazi ama kwenye hiyo program ya FUFA ya kuandaa nyota ama wachezaji vijana sana kwenye taifa lao, ili waje kuwasaidia katika zile siku za usoni. Allan Okello tunamzungumzia hapa, amewahi kuwa mchezaji bora ama MVP kwa hiyo Airtel Rising Star mwaka 2014, mwaka 2015, mwaka 2016. Allan Okello tunamzungumzia ni nyota ambaye tangu akiwa na umri mdogo alikuwa anatazamwa kama nyota ambaye anakwenda kufanya, mchezaji ambaye anakwenda kufanya vizuri. Ndio maana katika hiyo miaka mitatu ambayo nimeitaja hapa amekuwa MVP ama mchezaji bora, lakini pia akaja kuwa mchezaji bora wa FUFA Junior ama mchezaji bora kijana kwa upande wa FUFA kwenye ligi kuu kwa mwaka 2016, akiwa mchezaji bora kijana 2016-17 wa mwaka. Unaweza kuona ni nyota ambaye kwenye makuzi yake tu akiwa na umri wa miaka hapo 10 kuja kutafuta 20 amekuwa na wakati mzuri sana, kiasi ambacho nyota watu wengi wa Uganda walikuwa wanamuona kama ni nyota ambaye atakuja kufanya vizuri. Okello tunayemzungumzia hapa ni nyota ambaye amepita kwenye timu mbalimbali, na amepita kwenye timu za KCCA hapo Uganda, akaenda kule Paradu ya Algeria, mambo hayakuwa mazuri sana, akarejea kwa mkopo KCCA, lakini baadaye akaenda kujiunga na Vipers ambapo alitumikia msimu uliopita na iliibuka kuwa mfungaji bora. Okello alifunga magoli yasiyopungua 16, lakini kwenye mchango wake tu wa magoli kwa mwaka mzima amechangia almost magoli yasiyopungua 30 na katika mashindano yote, wakichukua ubingwa wa ligi kuu ya Uganda, lakini pia wakichukua na kombe la FA kwa upande wa ligi ya Uganda. Hapa tunamzungumzia Okello ambaye
ni kiungo mshambuliaji, sio namba 9, ni kiungo mshambuliaji. Acheze pembeni ama acheze nyuma ya mshambuliaji. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuona Yanga wanakwenda kunufaika kuwa na nyota ambaye anaweza kufunga lakini pia anaweza kuassist. Lakini ni nyota ambaye anahitaji kupata mafanikio, maana yake ana njaa ama ana kiu ya kutaka kufanikiwa. Na ili ufanikiwe kwenye timu yako lazima uwe na nyota ambao wana njaa na kiu ya kutaka kufanikiwa kwenye karia zao, akiwemo nyota kama huyu mwenye hizo sifa hapo. Namzungumzia Alan Okello, amekuwa na wakati mzuri sana. So ukimwangalia Okello na kile ambacho anakifanya ama na hizo njia ambazo nimejaribu kukuelezea kwamba amepita, ni moja nyota ambaye unategemea kuona akija kushindana na kuja kuongeza kitu kikubwa sana kwenye kikosi cha Yanga. Sasa tumemfahamu Okello kwamba ni nyota ambaye amepata makuzi sahihi ya football. Ameenda kujaribu bahati yake hapa Radu Algeria, karudi KCCA mwaka 2018-19 kama kumbukumbu zangu zitakuwa ziko sawa sawa. Azam FC waliwahi kuwa ndo timu ya kwanza ya Tanzania kuitamani huduma ya Alan Okello, na wakati huo walikuwa KCCA wao wakaweka dau kubwa ambalo Azam FC kila walipojaribu kuattempt mambo yalikuwa yanakuwa magumu. Kwa hiyo huenda kama ingekuwa ni swala la bahati ama angekuwa amekubaliana na Azam, basi Okello angekuwa ni nyota wa kwanza ambaye, ama Azam FC ingekuwa ni nyota wa kwanza, ni timu ya kwanza kumpata nyota Alan Okello. Hizo ni kumbukumbu tu ambazo jaribu kupitisha kwamba huyu kijana ama huyu mchezaji kuhitajika na timu za Tanzania hajaanza leo wala hajaanza jana. Ni swala lilikuwa la muda mrefu, lakini wao walikuwa wameangalia mbali kwamba wanaweza kupata nini au katika hiyo ofa wanaweza kunufaika vipi, lakini pia Azam FC na Baradu wapi ambapo wanaweza kupata exposure na experience kubwa zaidi. Wao wakaona kupata malisha sehemu nyingine mbali na Azam FC ikawa ni option sahihi zaidi. Lakini turudi sasa kwenye kikosi cha Yanga. Anakwenda kuongeza kitu gani? Anakwenda kuongeza kitu gani? Kwanza kuna mchezaji lazima akose nafasi ya kucheza. Kwa mfano jana kupitia ukurasa wangu wa Instagram nilikuwa nimeandika kwamba kama kweli Yanga wanamsajili Okello, nani anaondoka kwenye kikosi cha Yanga? Comments za watu wengi sana zilienda kwa Celestine Ekwa. Yes, unawaelewa kwa sababu Ekwa amekuwa akikosa nafasi nyingi sana ambazo anatengenezewa. Kukokota kwake mpira kwenda kwa lango la timu pinzani, hajawa na wakati bora sana. Hiyo pia ni moja ya changamoto ambayo katika eneo kama la yeye ambao anacheza eneo nyeti, unatakiwa kuwa na usahihi wa hali ya juu kwenye kutafsiri matendo na kufanya maamuzi sahihi zaidi. Lakini kwa Ekwa amefunga sawa kwenye Mapinduzi, lakini mwendelezo wake haujawa bora. Anaweza kukukera mara 10 akakufurahisha mara moja. Nadhani anatakiwa kufurahisha mara 10 afu ndo kukera mara moja kwa nafasi ambayo anacheza. Kwa hiyo kwa Alan Okello huenda akapata hiyo nafasi ya kucheza katika hilo eneo kwa sababu ni winga ambaye ana uwezo mzuri wa kuokota mpira kutokea pembeni, akiingia katikati anaenda uwezo wa kushoot, kufanya maamuzi, kupiga mikoja ya penalty. Tulishuhudia finali za CHAN ambazo zilifanyika kwenye ile chini ya pamoja, kwa maana Tanzania, Uganda na Kenya ilikuwa imefanya vizuri. Nyota ambaye alikuwa anategemewa zaidi kwenye kikosi chao alikuwa anafanya vizuri, ama alikuwa na wakati bora. Alifunga, lakini pia alithibitisha kama yeye ni bora. Isivyo bahati kwenye AFCON dhidi ya Tanzania akakosa mkwaju wa penalty. Nadhani ni sehemu pia za mchezo. Kwa hiyo nyota ambaye huenda kweli akamnyofoa nyota mmoja kwenye kikosi cha Yanga katika kikosi cha kwanza, japo kuna yanazungumzwa mengi ama kwa changamoto nyingi sana ambazo zinaweza zikamkabili kama atajiunga kweli na Yanga. Kwa mfano Yanga tulimuona Maruf Shakija, hata kama hawajamtambulisha, kama wasipomtambulisha kama mchezaji wao akamrudisha Singida, basi inaweza ikawa ni relief ama hueni kwa Okello. Lakini kama huyo mtu atakuwepo ama Maruf atakuwepo kwenye timu, maana tayari kuna ingizo lingine kwamba kuna nyota mwingine lazima atoke ndio la kiungo, aingie Maruf, atoke mchezaji mwingine pembeni, aingie Alan Okello. Kuna nyota wawili kwa kikosi cha Yanga, ni ngumu sana kwenda kuwaweka nje. Hapa nazungumzia Max Zengeli na mzungumzia Pacome. Hawa nyota wawili kuweka nje ni ngumu sana kwenye kikosi cha kwanza. Yes, Max anakupa balance nzuri sana kwenye timu, kushambulia na kukaba, kuongezeka na midfield, ana wakati bora sana, nidhamu yake iko juu sana. Pacome ndio kilainishi cha timu, ndio tunasema timu inacheza kumzunguka hata kama ina striker katika eneo la mwisho.
Sofa wanajaribu kuangalia nani anatakiwa kutoka moja kwa moja. Celeste Dekwa. Eneo la kiungo wale wa chini una Mudathir, una Duke Abuya, umeongeza Maruf Shakei. Lazima kama Maruf anashuka kama namba 8, mmoja atoke, baki mmoja. Je, utafsiri kwa uchezaji wake anacheza kwa namna gani? Cheza eneo katikati nyuma mshambuliaji, acheze eneo la pembeni akiingia ndani kwenda kushambulia katika eneo la timu pinzani. Kwa hiyo Okello anakwenda kuongeza pia machaguo kwa kocha Pedro Gonçalves kama Yanga watamsajili, kwa sababu ana huo uwezo wa kucheza kutokea pembeni kwenda kushambulia, kumalizia nafasi, kufanya maamuzi kwa ajili ya timu na mazingira mengine. Umri wake unaruhusa na kushindana, lakini changamoto pia nimezielezea. Kama atakwenda kwenye kikosi, basi kuna wachezaji wanakwenda moja kwa moja kuathirika, ama timu inakwenda kuathirika moja kwa moja kimfumo. Hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe. Na leo tulikuwa tunamzungumzia nyota the poster boy Alan Okello.